Siku ya leo nimebahatika kukutana na moja ya watu ambao ni muhimu sana kunako tasnia ya uimbaji. Huyu ni kiongozi wa kwaya mojawapo ndani ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, usharika wa Chalangwa. Cha kwanza atakwenda kujitambulisha kwa majina yake. Nani kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Emmanuel Paulson Mwanijembe. Okay. Bila shaka wewe ni miongoni mwa asisi wa kwaya ya Kiinjili ya Kilutheri. Tunazungumzia kwaya ya vijana. Yeah. Kwaya wakati inaanza kipindi kile ilikuwa ina waimbaji wangapi na mpaka sasa wako wangapi? Wameongezeka au wamepungua? Ilikuwa na waimbaji 20. Kwa sasa wamepungua, japo kama sio sawa na mwanzo. Waliopungua ni kwa maana ipi? Masuala ya kifamilia, kuolewa au ni masuala ya kielimu shule? Pamoja na yote changamoto hizo ikiwemo kuolewa pamoja na shule. Lakini pia wengine wameacha kwa kuamua tu wao wenyewe kwa sababu zao binafsi. Mtaani hii kwaya wanaizungumzia sana kwa mazuri, kwa namna ambavyo nimekutana na wadau wa burudani. Wanasema ni kwaya ambayo inafanya vizuri sana, mmerekodi nyimbo nyingi sana. Kati hizo nyimbo ambazo mmerekodi ni ngapi za video na ni ngapi za audio? Za video ni nyimbo 8 na audio ni nyimbo 8 kwa sasa, mpaka sasa kwa hatua tuliopiga. Japo sina hesabu kamili ya zile nyimbo tulizo zitoa kwenye audio, ila za video ni nyimbo 8 tu. Mashabiki wanalalamika kwamba kazi zenu wanaziona kupitia vile vihifadhio vyenu nyinyi wenyewe kwa maana ya flash, lakini na kwenye baadhi ya maktaba za upakiaji na upakuaji wa hizi kazi. Lakini wanacholalamika ni kwamba hawazioni kwenye platform mbalimbali, na maanisha YouTube hawazioni, wakiingia Boomplay hawazikuti, na yani kwenye majukwaa mbalimbali ya kuhifadhi muziki kwenye digital platform mbalimbali. Tatizo ni nini, kiongozi? Tatizo ni kwamba hatukuweza kufaulu kujiunganisha katika hivyo vitu, ni kufatana na uchumi, na pia tuseme kiujumla mambo hatukuyaweka sawa, isipokuwa tu labda kwa sasa. Hapo mwanzo ilikuwa ni mwanzo ambapo hatukufikiria yote hayo kwamba tutakuja tufike hatua kama hiyo kwa sasa kwa mambo ya kidigitali. Basi mimi ni kushauri kitu kimoja, utakapokutana na viongozi wa kwaya uwaambie kwamba nimekutana na management au nimekutana na Sultani Uwezo, nimeongea nao, wametushauri kwamba kazi zetu zote tuzipakie kwenye digital platform mbalimbali, na hiyo mic kama unavyoiona ni ya Sultani Uwezo. Hawa Sultani Uwezo, bali na hiki ambacho tunakifanya, lakini pia tunahusika na usambazaji wa nyimbo za wasanii mbalimbali kwenye digital platform zote unazozifahamu wewe. Sawa. Boomplay na nini. Kwa hiyo tunawakaribisha sana kazi zenu. Basi niimbe kawimbo kamoja. Twende tukusikie. Kakisafu. Twende pamoja. Don't touch ni mwana wencho nzanze mbuli Rwanda kawa zembuli Rwanda bantu anda suije mwe kale mbombe wele. Kana maana gani hapo? Maana yako tachana shati langu, wao kichana shati langu watu watanishangaa sana. Nikutakie siku njema. Nashukuru pia nawe. Okay, asante.